Jambo na habari za mchana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, kwani ndani ya uwinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Loje Longa, basi nakukaribisha kuungana nami katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026. Tangazia kwa kina hali ya usalama endelea kubadilika katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Tutakuletea taarifa za mapigano mapya kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo na waasi wa M23 pamoja na washika wao. Maendeleo hivi karibuni kutoka Masisi, Minembwe, Kipupu, Mikenge na maeneo mengine nyanda za juu, tukiangazia pia hatari za vita kwa wananchi kama wimbi la wakimbizi, uporaji wa mali za raia na changamoto za kibinadamu. Tutakuletea pia taarifa nyingine muhimu kutoka Ituri ambako maporomoko makubwa ardhi yamekatiza barabara muhimu ya Bunia Kasenyi pamoja na hali ya usalama katika jiji la Baraka baada ya mamlaka kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa zinazosambaa mitandaoni. Endelea kubaki nasi hadi mwisho wa taarifa hii kupata habari zote kwa kina. Hii ni Kivu News Info, sauti ya kweli, ambayo nakuletea kila siku matangazo yake kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuzuka kwa mapigano makali yanahusisha wapiganaji wa wazalendo na waasi wa M23 ndio kuungwa mkono na Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mji wa Lumbishi ulioanguka mikononi mwa wazalendo tangu siku ya jana Ijumaa tarehe 10 Julai kufuatia operesheni ya kijeshi na ulazimu wa waasi hao kuondoka katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yalianza tangu asubuhi na kuendelea kwa saa kadhaa, huku milio ya risasi nzito na nyepesi ikisikika katika maeneo mbalimbali ya Lumbishi na vijiji vya jirani. Wakazi wengi lazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya usalama wao, huku baadhi ya wakikimbia maeneo yanaaminika kuwa salama zaidi. Baada ya mapigano hayo, wazalendo wanadai kuwa wamefanikiwa kudhibiti mji huo kuna kukamata idadi kubwa ya silaha, risasi pamoja na vifaa vingine vya kijeshi vilivyoachwa nyuma na wapiganaji wa waasi wa M23 walipokuwa wakiondoka. Vifaa hivyo kwa mujibu wa vyanzo hivyo vinajumuisha silaha za aina mbalimbali pamoja na shehena ya risasi, ingawa idadi kamili vilivyokamatwa bado haijaweka wazi. Mapigano yameripotiwa kusababisha hasara kubwa kwa pande za zote mbili. Vyanzo vinaeleza kuwa kuna miili kadhaa wapiganaji walioachwa katika uwanja wa mapambano, huku wengine wakiwa wamejeruhiwa. Hata hivyo hadi sasa hakuna idadi rasmi ya waliouawa, kujeruhiwa waliotolewa na mamlaka za serikali wala jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa M23 jana wanafanya taarifa hizo zisiweze kuthibitishwa kwa uhuru. Wakazi wa Lumbishi na maeneo yanayozunguka waendelea kuishi katika mazingira hofu, huku shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikisimama kutokana na hali ya usalama. Baadhi ya familia zimeripotiwa kukimbia maeneo mengine ya Masisi na wilaya jirani, yakihofia kurejea kwa mapigano au mashambulizi ya kulipiza kisasi. Lumbishi ni moja ya maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia mapigano mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha katika kipindi cha miezi hivi karibuni. Kudhibiti eneo hilo kunaonekana kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika harakati za kijeshi ndani ya eneo la Masisi. Hadi tunakuandalia taarifa hii, hakuna tamko rasmi lilotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC wala viongozi wa waasi wa M23 kuhusu madai ya wazalendo kutoa mji wa Lumbishi. Kutokana na hiyo, taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kama madai kutoka vyanzo vya eneo husika ambao bado yanasubiri udhibitisho rasmi. Hapa Lumbishi kabisa tumechukua kwa sahi. Hapa Lumbishi kabisa ambaye kiongozi Meke ambaye ni mkomanda mvuma Depine Banerat. Hapa ni defense ya adui ambaye tumerunguka fasi kwa enemy alikuwa. Hapa ni Lumbishi kabisa, mnaiona kabisa, hapa ni Lumbishi. Hapa ni Lumbishi kabisa. Anakimbia santre ya Lumbishi ambayo mnaiangalia. Enemy anakimbia kabisa. Hapa ni mlima ambaye adui alikuwa ameshindikana kabisa, kwa sasa tuchukua kabisa. Naangalia hali ya usalama endelea kuzorota katika kijiji cha Kipupu kilichopo katika nyanda za juu za eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini baada ya waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaoshirikiana na muungano wa waasi wa M23 kutumiwa kuvamia kijiji hicho na kupora mamia ya mifugo iliyokuwa ikimilikiwa na raia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, tukio lilitokea mchana wa jana Ijumaa tarehe 10 Julai, muda mfupi baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo kuondoka katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa waasi waliingia kwa kasi ndani ya kijiji hicho cha Kipupu na kuanza kukusanya mifugo ya wakazi ikiwemo ng'ombe, kondoo na mbuzi kabla ya kusafirisha kwa nguvu kuelekea maeneo ya Mikenge na Minembwe katika nyanda za juu za maeneo ya Fizi na Mwenga.
Mashuhuda wa tukio wanasema kuwa waasi walikuwa na silaha nzito na walizunguka maeneo mbalimbali ya kijiji wakilazimisha wafugaji kuacha mifugo yao. Wanajaribu kuokoa mali zao, lakini walishindwa kutokana na uwepo mkubwa wa wapiganaji hao wenye silaha. Kuporwa kwa mifugo hiyo kunatajwa kuwa pigo kubwa kwa familia nyingi ambazo hutegemea ufugaji na kama chanzo chao kikuu cha chakula na kipato. Wengi wa wakazi wa Kipupa wameeleza kupoteza mifugo wanaacha katika hali ngumu ya maisha, hasa katika kipindi ambacho eneo tayari limeathiriwa na vita kwa muda mrefu wa mashaji wa wananchi. Wakati huo uvamizi ulisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Mamia ya wakazi waliondoka kwa haraka wakikimbia makazi yao kuelekea vijiji jirani na maeneo ya milimani wakihofia mashambulizi mengine. Baadhi ya familia zilipotoka kutengana wakati wa kukimbia, huku wanawake, watoto na wazee wakikabiliwa na mazingira magumu ya ukosefu wa makazi, chakula na huduma za msingi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baada ya kuondoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, kijiji hicho kilibaki bila ulinzi wa kutosha, jambo ambalo linatoa nafasi kwa watu kuingia bila kukutana na upinzani mkubwa. Hata hivyo, sababu ya kuondoka kwa vikosi hivyo kabla ya tukio hilo haijaelezwa rasmi na mamlaka za kijeshi. Kwa upande wake, mashirika ya kiraia yanayofanya kazi katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga yamelaani vikali tukio hilo, yakisema kuwa uporaji wa mali za raia unaongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wamechoshwa na vita vya muda mrefu. Mashirika yanaamini kuwa tukio hilo linaweza kuwa lilikuwa ni kitendo cha kulipiza kisasi kufuatia operesheni za kijeshi zinazofanyika katika maeneo hayo katika siku za hivi karibuni. Viongozi wa kijamii wametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake wa usalama kuimarisha ulinzi katika vijiji vya nyanda ya juu ili kuzuia mashambulizi mapya na kuhakikisha wananchi pamoja na mali zao wanalindwa. Wamezitaka taasisi za kibinadamu kuharakisha misaada kwa familia zilizokimbia makazi yao na wale waliopoteza mifugo yao. Mapigano yanaendelea katika nyanda za juu za Fizi, Mwenga na maeneo jirani yanaendelea kuongeza hofu ya kuzorota zaidi kwa hali ya usalama na kibinadamu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuwa wahanga wakuu wa mzozo huu. Mjadala kuhusu hatima ya kitawala wa eneo la Minembwe imebuka tena baada ya taarifa na picha kusambaa zikionyesha kuwa waasi wa M23 wameondoa maandishi yaliyokuwa kisomeka Commune de Minembwe na kuweka maandishi mapya yanayosomekana Territoire de Haut Plateau de Minembwe, yaani wilaya nyanda za juu za Minembwe. Hatua imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wakazi, viongozi wa kijamii na wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama, huku wengi wakioji maana ya mazumuni ya mabadiliko hayo katika kipindi ambacho sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliwa na mapigano. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mabadiliko yalifanyika katika eneo ambalo sasa linadaiwa kuwa chini ya ushawishi wa waasi wa M23 na washika wao. Hata hivyo, hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka kwa viongozi wa M23 linaloeleza sababu za kubadilisha jina hilo wala maana ya hatua hiyo. Swala la Minembwe si jambo jipya katika historia ya Kivu Kusini. Kwa miaka mingi eneo hilo limekuwa kitovu cha midala mikubwa kuhusu mipaka na kiutawala, umiliki wa ardhi na uwakilishi wa jamii mbalimbali. Katika miaka iliyopita, mapendekezo la kuanzishwa kwa eneo hilo la kiutawala la Minembwe lizua mtano mkubwa kati ya jamii za Babembe, Bafuliru, Banyindu na Banyamulenge, huku kila upande kuwasilisha hoja zake kuhusu historia, ardhi na utawala wa eneo hilo. Mvutano huu uliwahi kuchangia migogoro ya kijamii na mapigano ya mara kwa mara kati ya maeneo ya Fizi, Mwenga na Uvira na kusababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali pamoja na maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanakumbusha kuwa mradi wa kuunda eneo hilo la kiutawala la Minembwe uliwahi kujadiliwa katika mazungumzo ya Sun City yaliyokuwa sehemu ya mchakato wa kuleta amani nchini DRC baada ya vita vikali vya pili vya Kongo. Katika mchakato, pendekezo hili linaendelea kutekelezwa kutokana na kutokuwepo kwa mwafaka kati ya pande mbalimbali zilizoshiriki mazungumzo. Kutokana na hiyo, hatua ya kubadilishwa kwa maandishi kutoka Commune de Minembwe kwenda Territoire de Haut Plateau de Minembwe imeibua maswali mapya kuhusu iwapo kuna ajenda ya kisiasa kiutawala inakusudiwa katika maeneo ya nyanda za juu za Kivu Kusini. Hata hivyo, kwa sasa kuna ushahidi wa kudhibitisha rasmi mabadiliko hayo yanamaanisha mpango rasmi wa kuanzisha wilaya mpya au kubadili mipaka ya kiutawala. Baadhi ya viongozi wa kiraia katika eneo hilo wameeleza kuwa hatuoni kama inaweza kuongeza taharuki na kubua hofu miongoni mwa jamii ambazo tayari zimeathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Wameonya kuwa masuala ya mipaka na kutawala yanapaswa kushughulikiwa kupitia sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mazungumzo ya amani badala ya maamuzi yanayofanywa na wakati wa mzozo wa silaha. Kwa upande mwingine, wakazi wengi wa nyanda za juu wanasema wanachokihitaji kwa sasa ni si mabadiliko ya majina ya maeneo, bali ni kurejeshwa kwa amani, usalama na huduma za msingi. Maeneo mengi ya Fizi, Mwenga na Uvira bado yanakabiliwa na mapigano mara kwa mara
yanasababisha maelfu ya wananchi kuendelea kukimbia makazi yao na kuishi katika mazingira magumu. Hadi tunakuandalia taarifa hii, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamlaka za mkoa Kivu Kusini pamoja na viongozi wa waasi M23 wajatoa tamko rasmi kuhusu mabadiliko hayo ya alama katika maeneo ya Minembwe. Hivyo imewasilisha mabadiliko ya kisheria ya ardhi ya eneo hilo. Kivu News inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hilo na kuwaletea wasikilizaji taarifa zinazothibitishwa kuhusu swala ya usalama na mjadala wa utawala katika nyanda za juu za Minembwe. Bwisemene Wilonja Lambere, meya wa mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini, ametaka wananchi kuendelea kuwa watulivu na kutokubali kupotoshwa na taarifa zisizothibitishwa zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii kuhusu hali ya usalama katika mji huo. Kaliona kuja wakati ambako katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa mbalimbali zinazosababisha hofu miongoni mwa wakazi zikidai kuwa hali ya usalama inaendelea kuzorota. Akizungumza kupitia tamko rasmi, meya amesema kuwa licha changamoto za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, mji wa Baraka unaendelea kuwa katika hali ya utulivu kwa jumla, huko shughuli za kila siku zikiendelea bila kusimamishwa. Ameeleza kwamba mamlaka za jiji zinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa usalama kupitia mikutano mara kwa mara ya baraza la usalama la jiji na kukutanisha viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa utawala, viongozi wa mitaa na wawakilishi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa meya wa mji wa Baraka Bwisemene Wilonja Lambere, mikutano hiyo inalenga kutathmini hali halisi ya usalama, kubaini changamoto zinazojitokeza na kupanga hatua za haraka za kulinda maisha na mali za wananchi. Meya amesema kwamba mamlaka za usalama zinaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha kuwa mji unabaki salama. Ameongeza kwa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi umeendelea kuimarishwa ili kurahisisha utoaji wa taarifa kuhusu matukio yote yanayoweza kuhatarisha usalama. Akizungumzia matukio ya taharuki yaliyoripotiwa katika baadhi ya mitaa Baraka katika siku za hivi karibuni, meya ameeleza kwamba matukio yalihusishwa zaidi na baadhi ya wanajeshi walikuwa wakitoka katika maeneo ya mapambano ambako kwa sababu mbalimbali yaliyafyatua risasi ovyo yalipokuwa wakipitia ndani ya jiji. Aliyosababisha hofu kwa wananchi, huko baadhi yao kukimbia makazi yao wakizani kuwa kulikuwa na mashambulizi mapya dhidi ya mji. Hata hivyo, meya amesisitiza kuwa hatua za haraka zichukuliwa na vyombo vya usalama na kwamba baadhi ya wanajeshi wanaotumia kuhusika na vitendo hivyo tayari wamekamatwa. Amesema watapelekwa mbele ya mahakama ya kijeshi ili kuwajibika kwa mujibu wa sheria, akisisitiza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria hata kama ni wanajeshi. Kwa upande wa maisha kila siku, meya amesema kuwa huduma za umma zinaendelea kutolewa kama kawaida, ofisi za serikali zinaendelea kufanya kazi, shule na taasisi nyingine zinaendelea na shughuli zake, huku masoko ya Baraka yakaendelea kupokea wafanyabiashara na wanunuzi bila kizuizi. Amesema kuwa wavuvi wanaendelea na shughuli zao katika ziwa Tanganyika kama ilivyo kawaida, huku wakulima nao wakiendelea kwenda mashambani kuzalisha mazao yanayochangia usalama wa chakula katika eneo hilo. Amefafanua kwa hali hiyo inaonyesha kuwa pamoja na changamoto zilizopo, maisha ya kawaida hayasimama ndani ya jiji la Baraka. Meya pia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa sahihi kuhusu matukio ya kiusalama katika badala ya kusambaza uvumi ambao unaweza kuongeza hofu isiyo ya lazima. Amesema taarifa zisizo na uthibitisho zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii inaweza kusababisha taharuki, kuvuruga shughuli za kiuchumi na hata kuathiri juhudi za vyombo vya usalama katika kulinda wananchi. Amewataka watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa uangalifu wanapochapisha au kusambaza habari, wakihakikisha kwanza kwa taarifa zimethibitishwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wake, mapambano dhidi ya taarifa za uongo na upotoshaji ni sehemu muhimu ya kulinda amani na mshikamano wa kijamii, hasa katika kipindi ambacho maeneo mengi ya mashariki mwa nchi yanaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Mamlaka za jiji la Baraka zimehimiza wakazi wa Baraka kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu, huku wakibaki waangalifu na kufuata maelekezo yanayotolewa na vyombo vya dola endapo kutatokea tukio lolote la kiusalama. Hadi sasa kuna tangazo rasmi kutoka kwa mamlaka za kitaifa kuonesha mabadiliko makubwa ya usalama ndani ya jiji la Baraka. Mamlaka za mkoa za jeshi zinaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo, huku wananchi wakihimizwa kutegemea taarifa rasmi kutoka kwenye vyombo vinavyohusika. Je suis toujours à Baraka sans être inquiété par n'importe quelle forme. Mais seulement peut-être les rumeurs qui viennent des côtés de part et d'autre. Mais en réalité, la ville est calme, il n'y a pas de problème, sauf certains cas, ci et là, isolés, la nuit parfois, et ainsi de suite. Mais qui n'inquiètent pas tellement d'une manière générale. Non, la situation est calme. Nous faisons des conseils de sécurité régulièrement. Il y a les conseils de sécurité restreints. Nous les faisons chaque vendredi à 14h. Il y a les conseils avec les chefs de quartier. Chaque jeudi, nous les faisons
de 10h à 12h. Et tout ça, ce sont des mécanismes pour savoir la situation et maîtriser la situation chaque jour. Et avec les autorités des FARDC, nous sommes toujours en bonne relation, en contact, et ils nous informent la situation réelle sur le terrain et nous les informons ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, qui demandent leur assistance et ils les font convenablement. La panique elle a été causée par les militaires qui fuient les fronts, les militaires civiques qui fuient les fronts. Et puis quand ils viennent, ils arrivent ici, ils commencent à commettre des cas de forfait, de panique pour tirer, de faire des crépitements désordonnés. Alors c'est cette panique-là seulement. Mais il y a une bonne partie qui ont été appréhendés par les commandements de la FARDC. Ils seront soumis à la justice pour répondre à leurs actes. La ville de Baraka continue ses activités comme d'habitude. Donc tout se passe bien sans problème, sauf ces cas isolés que je l'ai dit tantôt ici. Mais la ville, elle est là et au travail, chacun va dans ses activités. Moi-même, je suis dans mon bureau et les autres sont dans leur bureau, et ainsi de suite. Et les paysans ils vont au champ, ils rentrent, les pêcheurs font les activités convenablement et les marchés se passent convenablement. Alors je ne sais pas comment... Les réseaux sociaux peut-être, ils doivent nous aider au lieu de détruire le pays, il faut construire ces pays. Et nous venons de passer plus de 65 ans de l'indépendance, mais certains intellectuels, ils ne sont pas encore indépendants, ils ne savent pas qu'il faudrait construire ces pays par nos propres intelligences et par nos propres moyens. Là, j'interpelle les intellectuels qui sont égarés, les intellectuels égarés, de revenir pour la construction de notre nation. Usafiri umesimama kabisa kwenye barabara muhimu unaunganisha Bunia na Kasenyi mkoani Ituri baada ya maporomoko makubwa ya udongo na mawe kukata njia hiyo katika kijiji cha Manje takriban kilomita 15 kutoka mji wa Bunia. Tukio limetokea jioni ya jana Ijumaa tarehe 10 Julai na imeathiri kwa kiasi kikubwa usafiri wa watu na bidhaa katika sehemu hiyo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la tukio, maporomoko hayo yalitokea baada ya sehemu ya mlima kuporomoka usiku na kusababisha udongo, matope pamoja na mawe makubwa kufunika barabara katika maeneo kadhaa. Kutokana na hiyo, njia imefungwa kabisa na hakuna gari linaloweza kupita, iwe ni lori, basi, gari ndogo, pikipiki au gari la huduma za dharura. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya magari 18 yamekwama pande zote mbili za eneo lililokatika. Miongoni mwa magari yao ni malori yanayosafirisha bidhaa, mabasi ya abiria, mabasi ya biashara, mabasi binafsi pamoja na pikipiki. Baadhi ya madereva na wasafiri wamesema wamekuwa wakisubiri kwa saa nyingi, huku wengine wakikesha kando ya barabara wakisubiri njia ifunguliwe. Miongoni mwa waliokwama ni wafanyabiashara, wasafirishaji wa mizigo, madereva, abiria pamoja na wananchi walikuwa wakielekea katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Wengi wanasema wajui lini safari zote zitaendelea, jambo linalozidi kuongeza hofu na usumbufu. Kadiri muda unavyopita, hali inaendelea kuwa ngumu zaidi. Baadhi ya madereva wameripoti kuanza kuishiwa na mafuta, huku wasafiri wakikabiliana na uhaba wa chakula na maji ya kunywa. Wengi wamelazimika kulala ndani ya magari yao au kando ya barabara wakisubiri msaada kutoka kwa mamlaka. Barabara ya Bunia Kasenyi ni moja njia muhimu zaidi katika mkoa wa Ituri. Inaunganisha miji ya Bunia na mji wa Kasenyi uliopo kando ya ziwa Albert, na hutumiwa kila siku kwa kusafirisha bidhaa muhimu zinazozalisha sehemu kubwa ya mkoa huu. Kupitia barabara hiyo usafirishwa mazao ya kilimo, samaki wabichi kutoka ziwa Albert, mifugo, kazi na biashara pamoja na mahitaji mengine yanayoingia katika soko kuu la Bunia. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaonya kuwa endapo barabara itaendelea kufungwa kwa siku kadhaa, huenda hali hiyo inasababisha kupanda kwa bei za chakula na bidhaa zingine muhimu kutokana na kuchelewa kwa usambazaji wa bidhaa sokoni. Wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa zinazoharibika kwa haraka kama samaki na mboga wanaweza kupata hasara kubwa ikiwa usafiri utarejea kwa wakati. Akizungumza kwa njia ya simu akiwa bado amekwama katika eneo hilo, mmoja wa madereva lori amesema hali ni ngumu sana na ya kutia wasiwasi. Wakazi wa kijiji cha Minjenje pamoja na vijiji vya jirani wameeleza wasiwasi wao, wakisema kufungwa kwa barabara hiyo kunaathiri sio tu wasafiri bali pia shughuli za biashara na upatikanaji wa bidhaa muhimu katika maeneo mengi ya Ituri.
Ituri. Kutokana na leo, wananchi wameomba serikali ya mkoa wa Ituri pamoja na huduma zinazohusika na miundombinu kupeleka haraka mitambo mizito kama vile tingatinga na vifaa vya kuondoa udongo na mawe yaliyofunika barabara ili kuruhusu usafiri kurejea haraka iwezekanavyo. Mamlaka za eneo zinasema zitaendelea kufuatilia kwa karibu walio na kuwasiliana na taasisi husika ili kuhakikisha hatua za dharura zinachukuliwa kwa haraka. Lengo ni kurejesha mawasiliano kati ya Bunia na Kasenyi, kulinda usalama wa watumiaji wa barabara na kuhakikisha usambazaji wa bidhaa muhimu ukatizwi kwa muda mrefu. Tukio hilo linaonyesha tena changamoto kubwa zinazokabili miundombinu ya barabara katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi, hasa wakati wa vipindi vya mvua ambako maporomoko ya ardhi na mafuriko husababisha usumbufu mkubwa wa wasafiri na kuathiri maisha ya wananchi. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo, kwa ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kutuchagua kuungana nasi na kuendelea kutuamini kama chanzo chenu cha habari za kweli, za haraka na zenye kuaminika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko. Mimi ni Teloje Longa, na kwa niaba ya uongozi mzima wa Kivu News Info tunawatakia mchana mwema. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na majukwaa yetu ya kidijitali kwa taarifa zinazoendelea kuwashawishi kila siku. Basi asanteni sana na tuendelee kukutana tena katika taarifa zetu za jioni. Na kabla sijaondoka, niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusikufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kito chako chema cha matangazo. Basi bye bye na chana, Mwenyezi Mungu aendelee kubariki katika shughuli zako za kila siku.